Baba, katika jina lako Yesu takatifu, asante kutuletea mnenaji ambaye atanena siku ya leo, na umemkusudia hata kabla misingi ya dunia haijaumbwa ya kwamba atasimama hapa kunena. Ubarikiwe Yesu kwa kumpa neema, na naamini utamtumia kwa ujasiri mkubwa sana. Uwezo wake wa kawaida wa kibinadamu pamoja na ufahamu wako wa kiroho, Bwana, vitafanya mambo makubwa katika ibada hii na katika neno hili. Naomba Bwana umfunike kwa utukufu, asiwe na woga wala hofu yoyote wala kuogopa macho ya wanadamu yeyote. Mfanye kuwa na ujasiri kama simba wa nyikani. Bwana, akayanene yote ambayo ni mapenzi yako. Na zaidi ninaamini Mungu umetukusanya hapa ili useme na sisi. Karibu sasa kupitia chombo chako ili useme nasi. Bwana, ninaamini tuko hapa kutulia na kusikiliza. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo Mungu wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawasalimia sana katika jina la Bwana. Amen. Namshukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee kabisa ambayo nimeipata ili tuweze kujifunza maneno yake kwa pamoja. Amen. Unayo amani? Amen. Basi kama una amani, chukua daftari lako na kalamu yako ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Bwana pewe sifa. Kama kuna wageni wasionifahamu, majina yangu naitwa Simon Shadraka, ni mshirika wa mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Tufungue Biblia zetu. Mtu mmoja tusomee Zaburi ya 137 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Zaburi 137 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Zaburi 137 mstari wa kwanza nasema: kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu, maana huko walipotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na waliotuonea walitaka furaha. Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Tuimbieje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu uko mahali hapa. Tunashukuru kwa sababu wewe ni mwema. Amen. Bwana asifiwe. Kama andika kichwa cha ujumbe kinasema matokeo ya dhambi ya mazoea. Matokeo ya dhambi ya mazoea. Matokeo ya dhambi ya mazoea ndicho kichwa cha ujumbe. Na tunaenda kutembelea Zaburi hii ya 137 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Matokeo ya dhambi ya mazoea. Bwana asifiwe. Kuna kipindi nilikuwa nafundisha, nikatoa mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa katika utumwa. Amepelekwa utumwani, anatumikishwa, anafanyishwa kazi ngumu, anafanyishwa kazi nzito. Baba yake akasikia habari za mtoto wake kwamba yuko utumwani. Baba yake hakujisikia vizuri kuona mwanae yuko utumwani. Alichukua gharama mbalimbali ili kuhakikisha anamnusuru mtoto wake kutoka katika nchi ya utumwa. Na tunapozungumzia habari za utumwa, hakuna utumwa mzuri. Utumwa wote ni mbaya tu. Ukija katika hekima ya kidunia ya kawaida, nchi yetu imepitia katika mfumo wa utumwa, lakini kila mfumo ulikuwa na madhara yake. Walikuja Wajerumani kuwatawala wa Tanzania,
waliwaathiri kwa sehemu kubwa sana. Wametoka Wajerumani wakaja Waarabu, waliacha madhara makubwa sana ndani ya nchi yetu. Hatimaye akaja mkoloni aliyekuwa anaitwa Mwingereza, naye pia ametutawala, akatuachia madhara makubwa mpaka pale ambapo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipochukua nafasi ya kutuondoa katika utumwa. Sasa huyu mtu alikuwa utumwani. Baba yake hajafurahi kumuona yuko utumwani, akaanza kuchukua gharama za kuweza kumuondoa katika utumwa. Bwana asifiwe. Akatuma wajumbe kwenda kwa yule bwana wake. Alipotuma wajumbe kwenda kwa yule bwana wake, nia kubwa ilikuwa ni kumwambia yule bwana wake kwamba nimekuja, nimetumwa ili niweze kumuondoa huyu mtoto katika kongwa la utumwa, na kama kuna gharama zozote zile niko tayari kulipa. Bwana asifiwe. Yule mjumbe akaenda, amefika akamkuta yule kijana yuko utumwani anatumikishwa, akamwona bwana wake, akasema nimeagizwa nije kumtoa huyu kijana katika utumwa. Yule bwana akasema hamna shida, kilichopo ni kulipa gharama tu. Ukikubali kulipa gharama, hamna wasiwasi, mtoto wako nitamnasua katika utumwa. Zile gharama zilikuwa chini ya uwezo wa yule baba, akawa tayari kuzilipa. Bwana asifiwe. Lakini walipomwona yule mtumwa, yule kijana, wakasema baba yako amekuja kunasua katika utumwa, yuko tayari kukondoa utumwani na yuko tayari kulipa gharama zote. Yule kijana akasema siko tayari kutoka kwenye utumwa huu, maana nimeuzoea. Nimezoea kutumikishwa. Nikirudi kule kwa baba nitaanza mwanzo, nitapata shida. Wakasema hapana, baba yako anataka kutoa kwenye utumwa, akupatie uhuru. Yule kijana akakataa kata. Mimi ninapendezwa na utumwa huu, niko tayari kusalia katika utumwa. Baba yake alipopata habari zile alinyongonyea. Alijisikia vibaya. Hajafurahi kwa sababu alijua madhara ya utumwa ni yapi. Yule kijana akaendelea kuishi kwenye utumwa, anafikiri ni neema, anafikiri ni kitu kizuri, anafikiri ni kitu cha kupendeza. Lakini bahati mbaya, siku moja akafariki yule bwana wake. Alipofariki akaanza kupiga hesabu kwamba kwa sababu mimi ni mtumwa ninayependwa, yawezekana katika nchi ya kifalme nikachukua nafasi ya huyo mtu aliyefariki, nikawa na mimi ni mfalme. Watu wakaanza kujadili, akawa naona kwa mbali wanajadili, akahisi wanamjadili yeye aweze kuchukua ile nafasi. Baada ya muda akachimba kaburi. Walipomaliza kuchimba kaburi, wakamwita yule kijana njoo. Akahisi wameniita nikapokee nafasi ya ufalme, mtumwa niwe ufalme. Alipofika mahali pale, wakamwambia bwana, katika desturi ya ufalme huu, anapokufa mfalme anazikwa na mtu aliyekuwa karibu naye. Sasa wewe ni mtumwa uliyekuwa unapendwa, tunataka tukuzike na bwana wako. Yule kijana alilia sana, alihuzunika, lakini hakuwa na nafasi tena ya kuweza kujinasua katika utumwa, kwa sababu nafasi ya kwanza ilikuwa ni ya baba yake kumkomboa. Aliikataa, akafikiri utumwa ni mzuri, akajikuta amezikwa na ufalme. Nilikuwa najaribu kuelezea habari za utumwa, kwamba utumwa ni utumwa tu, hakuna utumwa mzuri, utumwa wote ni mbaya. Bwana asifiwe. Katika hizi habari ambazo tumezisoma ni habari zinazohusiana na watu waliokuwa naishi katika Sayuni. Sayuni ulikuwa ni mlima mkubwa, na mpaka sasa bado upo, unaopatikana katika Israeli. Ulikuwa ni mlima maarufu sana. Unaposikia hekalu lile kubwa la Sulemani limejengwa pale katika mazingira ya Sayuni. Unaposikia kaburi la Daudi linaonekana limewekwa pale katika mazingira ya Sayuni. Kwa Sayuni alikuwa ni mahali pazuri, palikuwa ni mahali palipoonekana ni patakatifu, palikuwa ni mahali panapoonekana ni pa kupendeza. Sasa wakazi wa Sayuni walifurahia sana kuishi katika Sayuni. Bwana asifiwe. Wale watu walikuwa ni taifa takatifu. Kama tunavyofahamu, Waisraeli ni taifa takatifu, taifa lililotengwa, taifa ambalo linamjua Mungu. Wanaishi katika Sayuni, wanafurahia uzuri wa Sayuni kwa sababu wanajua ni mahali patakatifu, mahali pasipokuwa na shida. Lakini kilichotokea kwa watu hawa
kitu cha kwanza kabisa walitakiwa waishi nuru ya Bwana, kwa sababu Bwana alikuwa ndiye Mungu wao. Bwana asifiwe. Na kitu kingine, walitakiwa ichukue ile nuru waipeleke kwa mataifa wengine. Lakini matokeo yake watu wa Sayuni walifurahia uzuri wa Sayuni, walifurahia mazingira ya Sayuni, walifurahia nyimbo za Sayuni, hawakuweza kuishi ile nuru ya Sayuni, walimsahau Mungu wa Sayuni. Bwana asifiwe. Inawezekana mtu akaishi katika kanisa kubwa, akaabudu kwenye kanisa kubwa, akaona fahari wa kanisa lile kwamba ni kanisa takatifu, ni kanisa la kifahari, lakini asimjue Bwana mwenye kanisa, asimwamini wala kumfuata Bwana mwenye kanisa. Ndivyo ilivyokuwa kwa watu hawa wa Sayuni. Waliishi mahali panaposemekana ni patakatifu, lakini Bwana wa utakatifu hawakuwa naye, walimsahau. Na kwa watu ambao wamesoma kidogo jiografia, wanafahamu Israeli ni nchi maarufu sana mpaka sasa kwa kulima matunda. Ile ni nchi inayolima bustani sana. Ilikuwepo mito ya kupendeza. Inasemekana ilikuwepo mpaka bustani nyingine zinaning'inia angani. Hiyo yote ilikuwa ni fahari ya Mungu aliyowapatia watu wa Sayuni. Kwa walijivuna, waliona wamefika tayari, wakaishi maisha ya kupendeza, wakaishi maisha ya nasa, maadamu wako mahali patakatifu, pasipo kumkumbuka mtoa utakatifu wala kufuata mapenzi yake. Hicho ni kitu cha kwanza walichofanya watu wa Sayuni. Na kitu cha pili, walitakiwa waishi ile nuru, na baada ya kuishi nuru, waichukue nuru, waipeleke kwa mataifa ili waweze kujifunza kupitia kwao mambo matakatifu. Lakini watu hawa hawakufanya hivyo. Bwana asifiwe. Walichokifanya, kitu cha kwanza, waliamini kwamba Mungu hawezi kuwafanya chochote, maana aliwapenda. Watu wa Sayuni, kitu cha kwanza walichokiamini kwamba Mungu hawezi kuwafanya chochote, maana aliwapenda. Aliwachukua akawapeleka kwenda kuishi katika mazingira matakatifu, mazingira mazuri, mazingira ya kupendeza, akawakinga na magonjwa na baraza kila aina. Kwa waliamini Mungu hawezi kuwafanya chochote kwa sababu aliwapenda. Bwana asifiwe. Watu wengi tunaamini hivyo. Hivi kweli Mungu anaweza kumuumba mtu kabisa baadaye akamwangamiza? Kabisa. Na mimi ni mrokole kabisa na sali TAG. Tena kanisa kubwa la kitaifa ambalo liko kwenye mfumo. Inawezekana kweli Waisraeli hao waliamini hivyo kwamba Mungu hawezi kutufanya chochote kwa sababu anatupenda. Na kitu cha pili, walifurahia baraka za Bwana, wakamsahau mtoa baraka. Watu wa Sayuni walikuwa naishi katika mazingira ya baraka, walikuwa naishi katika mazingira mazuri. Kwa hali ya kawaida walionekana ni kivutio katika mataifa mbalimbali. Kwa waliishi katika baraka za Bwana, lakini mtoa baraka wakamsahau. Ni jambo la ajabu kidogo. Mtu unaishi katika mafanikio, lakini mtoa mafanikio unamsahau. Unaishi katika uzima, lakini mtoa uzima unamsahau. Unaishi katika hali ya furaha, lakini mtoa furaha unamsahau. Hiki ndicho kitu walichokifanya watu wa Sayuni. Wanaishi katika furaha na baraka mbalimbali, ila anayewapa baraka si kwamba hawamjui, wanajua yupo Mungu ndiye katupatia baraka hizi, Mungu ndiye katufanikisha mambo haya, lakini walimsahau. Wakafurahia mafanikio, ila mtu wa mafanikio wakamweka kando. Kitu cha tatu, waliishi Sayuni, lakini hawakuwa na Mungu wa Sayuni. Sayuni palionekana ni mahali patakatifu, palionekana ni mahali pazuri.
Kwa Waisraeli hawa waliishi katika Sayuni, lakini hawakuwa na Mungu wa Sayuni. Siku moja Bwana Yesu yuko katika kisima cha Yakobo pale alipokutana na yule mama Msamaria. Walikuwa na mahojiano. Katika mahojiano yao yule mama akapata picha kwamba babu zetu waliabudu katika mlima huu kando kando ya kisima hiki cha Yakobo, ndipo walipoabudu. Kwa sababu hiyo huyu atakuwa ni masihi wa Bwana, kwa sababu mahali hapa ni patakatifu. Yesu alipogundua maelezo na mawazo yale mwanamke Msamaria, alimwambia hivi, saa inakuja ambapo waabudu wa Mungu halisi watamwabudu katika roho na kweli, lakini nyie mnasema Yerusalemu ni mahali pa kuabudia. Kwa watu hawa waliona Sayuni ni mahali patakatifu, mahali pa kihistoria, mahali pa kupendeza, wakaishi wakiwa nje na mpango wa Mungu. Wao wanahisi Mungu yuko pamoja nao, kumbe kashajitenga na wao. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na Mungu ni wa kanuni. Tunapoenda kinyume na utakatifu, tunapoenda kinyume na kanuni, tunapoenda nje na kanuni, Mungu hawezi kuwa upande wetu hata kidogo, kwa sababu ana kanuni zake. Sasa kwa sababu watu wa Sayuni walivunja kanuni za kimungu, Mungu alijitenga nao. Pointi ya 4. Kiburi cha mafanikio kilitawala ndani ya Sayuni. Kuna boma nzuri, kuna ngome, adui hawezi kupenya, kuna chakula cha kutosha, kuna furaha ya kutosha, hamna magonjwa. Wana sababu gani ya kumwabudu Mungu? Kuna sababu gani ya kumwabudu Mungu wakati hauna shida? Kuna sababu gani ya kumwabudu Mungu wakati uko kwenye raha? Haya ndiyo yaliyowakuta watu wa Sayuni. Kiburi cha mafanikio kiliwaponza, wakamsahau Mungu moja kwa moja kwa sababu ya mafanikio waliokuwa nayo, na kibaya zaidi, walimsahau mtu wa mafanikio ni nani. Bwana tuhurumie. Unakuwa na mafanikio, unamsahau mtu wa mafanikio. Tunaamini nguvu zetu na bidii zetu zinaweza kutusaidia. Ndicho kilichowapata watu wa Sayuni. Sasa matokeo yake yalikuwa ni yapi? Matokeo yaliyowapata yalikuwa ni yapi? Mwaka wa 605 Mungu aliwaruhusu Wakaldayo wakaenda kuwavamia. Ukisoma habari za Habakuki vizuri, kile kitabu cha Habakuki anazungumzia habari za Wakaldayo. Anamwambia Mungu, unataka tuweke mikononi mwa Wakaldayo? Mbona ni watu waovu sana. Wakaldayo walikuwa ni watu waovu, walikuwa ni watu wasiofaa, walikuwa ni watu wanaotenda watu vibaya. Sasa Mungu akaamua kuwaruhusu Wakaldayo waende kuwavamia watu walioonekana ni taifa takatifu, walioonekana ni taifa teule, wakavamiwa na Wakaldayo. Wakawachukua, wakawapeleka Babeli utumwani, wakaanza kuwatumikisha. Taifa lililokuwa taifa takatifu, walioonekana ni watu waliotengwa na Mungu, walioonekana ni watu wanaomjua Mungu, wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wamemsahau Mungu wao, wakaanza kufuata miungu mingine. Mungu amewaacha, na baada ya kuacha hajawacha hivyo hivyo, anaacha adui zao wawatawale. Unajua, ukifuatilia habari za wana wa Israeli, mara kadhaa walipokuwa wanafanya maovu, Mungu alikuwa anawacha. Akishawaacha, wanaingia mikononi mwa maadui. Maadui wanawafanyia kazi ngumu, wanawafanyisha kazi ngumu, wanawatumikisha. Wakimkumbuka Mungu wao, Mungu anatuma maamuzi, anaenda kuwaokoa baada ya kuwa wamemlilia Mungu wao na kuomboleza. Sasa wakati huu watu hawa wa Sayuni, Mungu akawaacha waingie mikononi mwa maadui. Wakaldayo, wenyeji wa Babeli, wakawachukua, wakawapeleka utumwani, wakaanza kuwafanyisha kazi ngumu, wakaanza kuwatesa.
taifa lililokuwa takatifu. Bwana asifiwe. Na inasemekana mwaka wa 586 ule ukuta, ile ngome ya Israeli iliyokuwa ni ngome kubwa ikavunjwa. Ngome walioamini kwamba haiwezi kuvunjwa hata kidogo ikavunjwa. Wakaldayo wakarudi mara ya pili wakavunja ile ngome, kwa sababu Mungu hakuwa katikati yao. Ulinzi wa Mungu hakuwa katikati yao. Akaamua kuwaacha wafuate akili zao wenyewe na nguvu zao wenyewe, ili waone kama wanaweza kufanikiwa kwa kutegemea fahari yao wenyewe na mali zao wenyewe na akili zao wenyewe na utajiri wao wenyewe. Mungu akawaacha. Hatimaye wamechukuliwa, wamepelekwa utumwani, na mahali palipokuwa ni pa matumaini, wanaamini kuna siku watarejea tena Israeli. Sasa ngome yao imevunjwa na pameteketezwa tayari. Bwana asifiwe. Madhara ya utumwa. Wakiwa Babeli huko, wakiwa utumwani, wakiwa kwenye shida kubwa, walipewa taarifa kwamba ngome imevunjwa tayari, pamechoma moto, pameharibika, hapana matumaini tena. Sasa baada ya hapo, naomba msomaji tusomee ile Zaburi ya 137 mstari wa 3 moja tu. Unasema, maana huko walituchukua mateka, walitaka tuwaimbie, na waliotuonea walitaka furaha. Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Mungu akubariki sana. Sasa wako ndani ya Babeli, wako wanatumikishwa, wako wanapasua mifereji kando kando ya mito ya Babeli, wako wanalima, wamepata habari Yerusalemu imevunjwa, ambayo ilikuwa na matumaini kwao. Sasa wale watu wa Babeli wale wanaowatumikisha wakawachukua, wakawaambia tuimbieni nyimbo nzuri za Sayuni. Tuimbieni nyimbo za kupendeza za Sayuni. Nyimbo hizi zilikuwa ni nyimbo za ushindi. Walikuwa naziimba wakiwa kwenye amani, wanaonesha ushindi. Lakini kwenye amani wameshatoka tayari, wako utumwani. Wanaambiwa waimbe nyimbo za ushindi wakiwa utumwani. Tujaribu kuangalia baadhi ya nyimbo hizo. Tusome Zaburi ya 48 mstari wa 1 mpaka wa 3. Zilikuwa ni nyimbo gani? Zaburi ya 148 mstari wa 1 mpaka wa 3. Msomaji atusomee. Haleluya, msifuni Bwana kutoka mbinguni. Haleluya, msifuni Bwana kutoka mbinguni. Yaani wako utumwani, wanaambiwa waimbe wimbo wa haleluya, msifuni Mungu. Wako utumwani. Endelea. Msifuni katika mahali palipo juu. Kumbuka watu hawa wanaambiwa tuimbieni nyimbo nzuri za Sayuni, nyimbo za kupendeza. Sasa wimbo kama huo unaimbika. Endelea. Msifuni enyi malaika wake wote. Msifuni majeshi yake yote. Msifuni jua na mwezi. Msifuni nyota zote zenye mwanga. Msifuni enyi mbingu za mbingu, nanyi maji mlioko juu ya mbingu. Barikiwe. Hawa watu wako wanapasua mifereji ya maji. Wanaambiwa waimbe nyimbo hizi za ushindi wakiwa kwenye utumwa. Wanaowatumikisha wanasema tuimbieni nyimbo nzuri za kule Sayuni. Inawezekana walikuwa wameshasikia habari za Sayuni. Unajua unapookoka wapendwa, watu wanajua yule mtu ameokoka. Wanajua wale ni warokole. Habari zinasambaa kwamba lile ni taifa takatifu, wale ni warokole. Sasa wako utumwani, wanaambiwa tuimbieni nyimbo nzuri za Sayuni, nyimbo za kupendeza, tuimbieni, lakini ni nyimbo za ushindi. Wako tayari kuimba? Namba 2, Zaburi ya 76 mstari wa 1 mpaka wa 3. Zaburi ya 76 mstari wa 1 mpaka wa 3. 76 Zaburi
Wanasema katika Yuda Mungu amejulikana. Hao watu wako utumwani wanatakiwa waimbe katika Yuda Mungu amejulikana. Katika Israeli jina lake ni kuu. Katika Israeli jina lake ni kuu. Wameshatoka Israeli, wamechukuliwa na Wakaridayo, wameenda Babeli kutumikishwa. Sasa wanatakiwa waimbe katika Sayuni Mungu amejulikana na jina lake ni kuu katika Israeli. Kibanda chake pia kiko Salemu. Kibanda chake pia kiko Salemu. Na maskani yake iko Sayuni. Na maskani yake iko Sayuni. Sasa Mungu wa Sayuni, mwenye maskani ya Sayuni, amewacha wameingia utumwani, wako Babeli, wanatakiwa waimbe maskani ya Mungu yako Sayuni. Kule walikochukuliwa na pelekwa utumwani, ndipo maskani ya Mungu alipo. Hasa swali la msingi, kama yuko Sayuni, imekuweje wachukuliwe utumwani wapeleke Babeli? Ina maana Mungu hasikii? Mungu haoni? Mungu ni kipofu? Huko ndiko alikoivunja mishale ya uta. Huko ndiko alipoivunja mishale ya uta. Ngao na upanga na zana za giza. Ubarikiwe. Yaani waimbe kule Sayuni Mungu alivunja mishale ya uta. Uta ni upinde wapendwa. Ule upinde wanaovuta hivi. Sasa wameshachukuliwa, wamepelekwa utumwani. Wanatakiwa waimbe kwamba Mungu amewatetea, Mungu amevunja uta. Kwa wimbo unaimbika ukiwa utumwani. Sasa wanalazimishwa waimbe. Namba 3, Zaburi ya 84 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Zaburi ya 84 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Anasema, maskani zako zapendeza kama nini? Maskani ni makao, ni makazi, mahali pa kuishi panapendeza kama nini. Huko utumwani unatumikishwa, unafanyishwa kazi ngumu na viboko juu, unaambiwa imba, maskani zako Bwana zinapendeza kama nini. Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Nafsi yangu imezionea shauku nyua za Bwana. Ubarikiwe. Nafsi yangu imezionea shauku nyua za Bwana. Imezionea hamu nyua za Bwana. Sasa wakiwa katika Babeli wanaambiwa waimbe nyimbo za ushindi kama hizi. Hii ilikuwa ni dhihaka. Ndio maana wanasema nao walitudhihaki, wakasema tuimbieni nyimbo nzuri za Sayuni. Na hivi ndivyo shetani anavyofanya anapomteka mtu aliyekuwa ni mtu wa Mungu. Anapomteka mtu ambaye alikuwa ameokoka, akamweka mikononi mwake, anasema sasa anza kutuimbia zile nyimbo za wokovu. Unajua wapendwa, nyimbo za wokovu zinakuwa na nguvu kama mwimbaji anakuwa ameokoka. Nyimbo za ushindi zinakuwa na nguvu kama mwimbaji alikuwa mshindi, ameshinda. Lakini unaweza ukaenda mpaka kwenye baa ukakuta hapo anaimba nyimbo ni bebe. Wale watu wanaimba kwenye baa, pale sio mahali pake, na zile nyimbo hazina nguvu. Kwa ili nyimbo ziweze kuwa na nguvu, ili neno liweze kuwa na nguvu, inatakiwa wapokeaji wawe tayari kulipokea, wawe na nguvu, na mnenaji awe tayari kulitoa, awe na nguvu. Lakini pasipo ipo inakuwa ni makapi. Sasa watu wako utumwani wanaambiwa tuimbieni nyimbo nzuri za Sayuni, tuimbieni nyimbo za kupendeza. Yaani nyimbo zinageuka kuwa kiburudisho. Leo fulani alihubiri, alipiga neno lililokugusa ni lipi? Umebadilika? Umemwonyesha mabadiliko? Yaani leo waimbaji waliimba mpaka tukanena na kwa lugha. Ni kweli waliimba mpaka tukanena na kwa lugha. Je, kuna mabadiliko katika maisha yako? Bado uko utumwani? Adui anasema tuimbieni nyimbo nzuri za Sayuni, nyimbo zenye utukufu, nyimbo zenye kupendeza. Lakini walijua zile ni nyimbo takatifu, ila wako utumwani tayari. Bwana sifiwe. Walichokifanya, waliwaambia hivi, ukisoma pale mbele vizuri, walisema hivi, kwa sababu mmetutesa sana, kwa sababu mmetusumbua sana, kwa sababu mmetupiga sana, tuko tayari kuimba nyimbo za ushindi za Sayuni. Lakini tunaomba
tutundike vinubi vyetu kwenye miti kando kando ya mito. Tunaona aibu kuimba tukiwa na vinubi, maana vinubi vinaonesha furaha ya kimungu, vinaonesha furaha kuu. Sasa tuko kwenye huzuni, tuko kwenye majonzi, tunaomba tuwaimbie, lakini tuchukue vinubi vyetu tuvitundike kwenye miti iliyoko kando kando ya mito, ndipo tuanze kuimba. Watu wa Babeli wakasema, hamna shida, chukueni vinubi vyenu, tundikeni kwenye miti, muanze kutuimbia nyimbo za ushindi. Wakaanza kuimba kwa huzuni, wakaanza kuimba kwa masikitiko, huku wametundika vinubi vyao kwenye miti. Wanaamrishwa waimbe nyimbo za ushindi, huku wametundika vinubi vyao na wanaimba kwa huzuni. Na ukisoma zile habari vizuri, wanasema wale watu waliowaamrisha waimbe na wao hawakuwa na furaha. Walitegemea zile nyimbo zingeweza kuwaburudisha, walitegemea zile nyimbo zingeweza kuwafurahisha. Bwana tuhurumie. Wapendwa, hali ya sasa mahubiri, nyimbo zimeshakuwa kama bongo movie. Kama yule wa filamu aliyeulizwa kwamba ni kwa nini nyimbo zako zina mvuto, akajibu, kwa sababu mimi ninachukua maigizo na yapeleka kwenye uhalisia. Lakini Wakristo walio wengi wanachukua uhalisia wanapeleka kwenye maigizo. Makanisa mbalimbali tukiwa kanisani ni watakatifu, tunaimba nyimbo za kumsifu Mungu, tunamshukuru Mungu, tunahubiri, tunafundishwa, lakini tunapoondoka mambo yanabadilika, mambo yanakuwa mabaya, kwa sababu tunaimba nyimbo hizi tukiwa watumwa, tunahubiri tukiwa watumwa. Ndiyo maana mahubiri kwenye redio, kwenye televisheni, kwenye magazeti tunasikia, lakini hali inazidi kuwa mbaya, hali inazidi kuwa ngumu. Na kibaya zaidi, watu wa Mungu tunafanya maigizo. Bwana asifiwe. Kuna kamsemo kakiha kanasema, nyawi henda yabivye ivu. Huwa napenda kukasema. Wazamani kama mimi wanajua maana ya kubiba. Bwana asifiwe. Yaani kubiba huwa ni kazi ngumu. Wanaandaa udongo ule mpana, wanaokusanya pamoja, wanaweka kuni zake, wanachoma. Baada ya hapo wanaenda kutawanya, wanaweka ulezi ili uweze kuota. Hasa aliyejidanganya alifanya kazi hizi zote ngumu, lakini badala ya kusema apande ulezi, akapanda udongo akitegemea kwamba atapata mavuno. Ndivyo baadhi ya wanakanisa tunachokifanya. Ibada, fungu ya 10, sadaka, kuimba, kuhubiri, kufundisha, lakini ndani ya mioyo yetu kuna ushindi. Unajua hawa watu wenyewe, naweza nikawasifu kwa njia moja ama nyingine. Walipoambiwa tuimbieni nyimbo nzuri za Sayuni, waligoma kwanza, walikataa. Wakasema hizi ni nyimbo takatifu, tutaimbaje nyimbo takatifu tukiwa utumwani? Tutamsifuje Mungu kwa utakatifu tukiwa kwenye dhambi? Inatakiwa tutubu kwanza dhambi zetu ndipo tuweze kumsifu Mungu. Inatakiwa tutubu, tuwe tayari ndipo tuweze kumwimbia Mungu, ndipo tuweze kuhubiri habari za Bwana. Pamoja na kwamba walikuwa utumwani, bado walikuwa na hofu. Walibishana na mabwana zao, wakasema hatuwezi kuimba. Walipozidiwa kabisa wakasema sawa, tutaimba, lakini vinubi vyetu tutaviweka kando kando, kwa sababu hatuna furaha, tuko utumwani. Na mtumwa siku zote hawezi kuwa na furaha. Hata kama atakuwa na furaha ni ya muda tu, baada ya muda ile furaha inaisha. Hiki kitu walikijua, na ndio maana baadaye walifika kipindi wakatubu, wakamlilia Mungu, wakatubu, wakasema Mungu wa Sayuni, wewe ndio umesababisha tufike huku. Maovu yetu sio wewe, maovu yetu yametutenga na wewe, na kwa sababu hiyo wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu wa huruma, unaweza kutusamehe maovu yetu.
tumekuja mbele zako Bwana, tuhurumie. Wakalia kwa majonzi, wakasikitika, wakamlilia Mungu, wakamwomba Mungu akawasamehe dhambi zao. Kumbuka Yerusalemu imeshateketea. Bwana sifiwe. Hivi na habari, unapofanya dhambi ikawa wazi, Yerusalemu yako inaangamia, inapata shida. Una habari hiyo? Yaani lile kanisa ningeenda kusali, lakini fulani alivyomuombea, lakini fulani alivyomchawi, lakini fulani alivyo hivi. Mhubirini kwanza yeye, ndipo mje kunihubiri mimi. Huko ni kuharibu Yerusalemu. Na nyie mnasema mmeokoka. Kanisa lile, nianze kuwatajia, nianze kusema su. Ukisema su, wanaanza kutaja 1, 2, 3, 4, 5. Lakini hawa ndugu wakasema, tutaimbaje nyimbo za furaha tukiwa katika majonzi? Tutaimbaje nyimbo takatifu tukiwa katika majonzi makubwa namna hii? Yerusalemu palionekana ni mahali patakatifu, lakini pamebomolewa. Wapendwa, niwaambieni, jengo la TAG Agape, tukiamua kuwa waovu, yani Mungu hawezi kuwemo. Hata pombe tunaweza kunywea humu na kila kitu tunaweza kufanya, ili jengo liwe takatifu ni wale waliomo, wao watakatifu. Lakini pasipo hivyo ni shida. Yerusalemu palionekana ni mahali patakatifu. Sayuni mpaka leo panaonekana ni mahali patakatifu. Mpaka kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba Yesu atakapokuja atasimama katika Sayuni. Kuna watu bado wanaamini hivyo, wakiamini pale ni mahali patakatifu. Na wanaamini mpaka zile amri 10 za Mungu zilitunzwa mazingira yale. Kwa watu wa Sayuni wangekuwa na fahari kubwa sana. Lakini walikuwa Sayuni, hawakuwa na Mungu wa Sayuni, kwa sababu hakuwa naye, hakuweza kuwasaidia hata kidogo. Mimi ni Mpentekoste, lakini niko na Mungu wa Pentekoste. Mimi ni mrokole, lakini niko na Mungu wa warokole. Bwana sifiwe. Kuna kipindi mahali fulani ulikuwepo mkutano wa Injili. Alikuwepo mhubiri mkubwa sana, na wahudumu walikuwepo, wamepata semina ya kutosha, wamepiga maombi ya kutosha. Sasa kwenye ule mkutano, wahudumu kwa asilimia kubwa walikuwa wanaanguka chini. Tulichokuwa tunakifanya, ulikuwa unaenda unamvua kale kanemo, unaweka pembeni asionekane kama ni mhudumu, unapeleka kwenye kuombewa. Mwingine pepo linapiga chini, mnavua kale kanemo, mnabeba. Aibu. Ndipo kanisa la leo tulipofikia. Kama huamini, utokee mkutano wa Injili wote, twende pale. Uone kama watu hayabiligui hapa chini. Yatawabiligua. Lakini tuko ndani ya Sayuni. Tuko mahali patakatifu. Tuko ndani ya TAG. Lakini swali la msingi, tuko na Mungu wa Sayuni? Na kama hatuko na Mungu wa Sayuni, tufanyeje? Walitundika vinubi vyao kwenye miti. Vinubi si kiburudisho. Vikiwa vinapigwa tunaburudika. Lakini hawakuwa tayari. Walisema hatuna furaha kwa sababu tumemwacha Mungu wa Sayuni. Wakaenda mbele za Mungu wa Sayuni. Kila mtu akamwambia Mungu, unajua watu wenye dhambi wapendwa, yani hapa kila mtu ni hakimu wa maisha yake. Hapa nilipo mimi ni hakimu wa maisha yangu. Ninajua ni mambo gani ninamkosea Mungu. Ninajua ni vitu gani ninamkosea Mungu, na wewe hapo ulipo unajua. Na mpaka sasa unajua dhambi ambayo umefanya asubuhi. Sasa kila mtu alijua madhambi yake, alijua madhaifu yake, alijua tatizo lake ni lipi. Walipoenda mbele za Mungu, walipeleka mahitaji yao kila mmoja kwa Mungu, wakatubu. Kwa kumaanisha hawakutubu
kwa hofu, walitubu kwa kumaanisha, akiwa na maana ya kuacha, Mungu akawasamehe. Na kitu kingine, walimwomba Mungu awarudishe ndani ya Yerusalemu iliyobomoka. Ndio maana ukisoma habari mbalimbali tunawapata akina Nehemia wanaenda kuijenga Yerusalemu. Wanaenda kuijenga upya, wamepata kibali. Wanaenda kuitengeneza upya, wanaenda kuikarabati ili iweze kuwa katika mfumo mzuri uliokuwa umeharibiwa. Kwa alimuomba Mungu awarudishie furaha ya Yerusalemu, awatoe katika utumwa, apeleke kwenye uhuru wao. Na wasomaji wa Biblia wanajua mwaka wa 70 walichukuliwa wakarudishwa katika uhuru wao. Bwana asifiwe. Walijitambua. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Wapendwa, Mungu wetu anatupenda. Anatuwazia mema siku zote. Ndio maana mara kadhaa anatukumbusha. Na uzuri maandiko matakatifu anasema dhambi zako zijapokuwa nyekundu, anaweza kusafisha zikawa nyeupe. Lakini pale ambapo tutakapogundua matatizo yetu ni yapi, tutakapogundua dhambi yetu ni ipi, tukaamua kumrejea Mungu kwa roho na kweli, tukaamua kutubu tukiwa na maana ya kumaanisha kuacha, Mungu ni mwaminifu. Karibu kiongozi wa ibada, Mshego wa rohoni, huku tukiwa tunaenda kumwabudu Mungu wetu. Wakati umesimama hapo uliposimama, mwambie Mungu uwe mtu kamili na sahihi kwenye maisha yako. Pale ulipowekwa na Mungu upafananie kabisa. Mazoea na vitu vingine vinavyoweza kuondoa kwenye mfumo, mwambie Mungu akusaidie. Bwana, wanijua vyema Bwana. Wanijua vyema Bwana. Niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana. Mwambie Mungu akusaidie. Wanijua usimame kwenye nafasi yako. Waachane na mazoea. Usimame kama ulikusudi na Mungu ulivyo. Mazoea waachane nayo. Anapolileta neno lake, ana makusudi na neno lake. Wakati mwingine umeishi kwenye wokovu kwa mazoea, na hata unayoyafanya unafanya kwa mazoea. Unaweza ukawa unaimba lakini kwa mazoea. Unaweza kuwa unafanya hizi ibada zote lakini unazifanya kwa mazoea. Unaweza kuwa unafanya kile unakifanya kwa Mungu, kumbe unafanya tu kwa mazoea. Madhara ya mazoea tumeona ni mabaya sana. Yanaweza kupeleka kwenye hatari. Mungu anaweza kukukataa. Siku yako ya kupimwa kwa kazi yako, Mungu anaweza kaikataa. Maana ulitoa sadaka lakini kwa mazoea. Ulifanya ibada lakini kwa mazoea. Kila ulichokifanya ulifanya kwa mazoea. Kwa sababu tu umezoea na umeona nani anafanya nini na yule alifanya hivi. Nisikilize ninapozungumza na wewe.
katika muda huu mzuri na wapekee sana. Ikiwa unajua umefanya kila unachokifanya ni kwa sababu tu umezoea, unaona wengine wanafanya hivyo, hakuna nafasi yoyote ya badiliko linaloonekana ndani yako unapofanya kitu hicho unachokifanya, una sababu ya kumwambia Mungu, nimetambua ninaishi kwenye mazoea, na mazoea yenyewe ni mazoea dhaifu. Umekuwa na hatua ile ile kila wakati, umekuwa ni hatua hiyo hiyo ya udhaifu wa ibada, hivyo hivyo, ya udhaifu wa kujitoa, hivyo hivyo, udhaifu wa maombi, hivyo hivyo. Hakuna mahali umeongezeka. Ni kwa sababu umesimama na mazoea, na Mungu hataki mazoea. Nataka niombe na mtu, na mimi Roho Mtakatifu yuko hapo wewe ulipo, na Mungu anaitaka tafakari yako. Mungu anataka ujiachilie kwake. Mungu anataka utathimini unachokifanya. Je, umefikiri umefanya kwa sababu umesukuma na nguvu za Roho Mtakatifu kufanya, au umefanya kwa sababu unaona wengine wakifanya? Na mwingine naimba kwa sababu aona mtu fulani ameimba vizuri, na anapoanza kuimba naimba kwa mazoea. Na mwananza kahubiri kwa sababu anaona fulani amehubiri vizuri, lakini anapoanza anaingia katika mazoea. Mungu hapendi mazoea. Baba yetu na Mungu wetu, ninaomba na mtu huyu katika majira haya. Umetuonyesha madhara ya mtu anayefanya jambo lile kwa mazoea. Umetuonyesha madhara na hatari inayoweza kumkuta mtu anayefanya kile kitu anachokifanya kwa mazoea. Mfalme mwenye neema na rehema zote, ninamleta mama huyu, baba huyu, kijana huyu wa kike na wa kiume, mtoto huyu wa kike na wa kiume. Kila mmoja analo jambo analolifanya kwenye maisha yake. Lakini Mungu, naomba umsaidie asifanye kwa mazoea. Asifanye kwa sababu tu ni tamaduni amezikuta. Asifanye kwa sababu tu anajua ni kawaida. Hata wakati watu wako walipojiona ya kwamba kuwepo katika Sayuni ni jambo la muhimu, walipozoelea uliwaondoa hapo ili wakutambue wewe ni nani. Baba, naomba umsaidie mtu unayeomba naye. Naomba umsaidie mtu unayeomba naye. Na mwingine Bwana amechua tu kwa sababu ni mwanadini fulani, basi ameizoelea dini, wala sio wewe mwenye mamlaka zote. Ameiamini ameamini njia yanayoipitia, lakini sio katika wewe. Ninaomba na mtu huyu pia, Mungu wa uzima, mpe neema ya kukuelewa anapokuwepo mahali pala alipo. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, nasimama kinyume na kila roho zinazowatia moyo na kuwaonyesha ya kwamba inatosha tu hii, inatosha tu hii, inatosha tu hii. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, roho ya mazoea, roho ya kuchukulia hali ya kawaida majukumu yote ya kimungu na hali yote ambayo watu wako wanapita, kwa jina la Yesu wa Nazareti, nataka Bwana kila anayesimama asizoelee, maana mazoea yanaleta changamoto ya udhaifu na kuharibikiwa. Bwana, wasimame kwa neema yako, wafanye kila ambacho kila wakati unawaagiza ukifanya katika mabadiliko ya tofauti. Waweke hali ya imani katika uhalisia, waweke hali ya matendo katika uhalisia, badala ya kuingiza hali ya matendo na imani katika maigizo. Bwana, simama na anayeimba, anapoimba imbe katika uhalisia, sio katika hali ya maigizo, katika jina la Yesu. Anayeabudu, anayeomba, anayefunga, anayejitoa, anayehudhuria ibada, ahudhurie ibada katika uhalisia, katika uhalisia. Na achilia roho ya uhalisia ndani ya kila anayefanya kila jambo. Bwana wa uzima, naenda kinyume na kila roho ambayo inasimama kinyume, badala ya watu kuishi katika uhalisia wanabadilishwa na kurudishwa katika igizo. Anasema nimeokoka lakini bado ana kiburi. Anasema nimeokoka lakini bado hajaacha dhambi. Hiyo roho ambayo inawatumainisha na kuzuilea hali hiyo, kwa jina la Yesu haina mamlaka. Kwa jina la Yesu haina mamlaka. Bwana, neema yako na ikabidhi juu ya kanisa lako. Neema yako waatamie wote. Bwana, wape neema ya kusimama katika ujasiri na uwezo mkuu usiokuwa ya kawaida. Baba, asante tusemesha. Unahitaji Bwana tuepuke madhara haya yanayotokana na kuzoelea na dhambi ya kuzoelea, na ambayo tunayafanya katika mazoea. Kila tunachokifanya tunaona ni kawaida. Bwana, tuepushe na adhabu hiyo, tuepushe na madhara hayo. Tunapofanya kila jambo tulifanye kwa uhalisia wako. Ninakubariki na kutukuza katika jina la Yesu. Katika uwepo huo, naomba niombe na wazazi na wale wanafunzi ambao ni wa form 4 sasa kama wapo, na wale wagonjwa wote wenye shida mbalimbali njoni niombe na ninyi. Naomba wale ambao wanaombewa kwa ajili ya magonjwa wawe mbele,
Halafu wale ambao wanaombewa kwa ajili ya watoto wao wanaokwenda kufanya mitihani ya kidato cha 4 watakuwa nyuma ya hawa ambao ni wagonjwa waliosimama mbele hapa kwenye mistari hii. Karibu tufanye maombi pamoja. Kama ni mgonjwa au una shida yoyote usimame mbele. Na wale ambao mnaombewa kwa niaba ya watoto wenu na wale wanafunzi kama hapo mnaweza mkaja tuwe nyuma ya hao watu. Na nitaomba sasa mhubiri wetu atapita kuwekea mikono pamoja na mchungaji. Mimi Bwana atakutana na shida yako, lakini amini Mungu atampa ufahamu mtoto wako wala hatapata shida yote hapo darasani kesho. Naomba tufanye hivyo wahudumu wangu mhubiri pamoja na mchungaji. Kama mistari ni mingi basi na mstari wa pili uwe wa wagonjwa. Wa kwanza wa wagonjwa, wa pili na uwe wa wagonjwa, alafu ule watatu wale wanaombewa kwa niaba ya watoto wao. Na wale watoto ambao wako hapo watafanya mitihani ya form 4. Tafadhali waje. Na hata kama haupo lakini kuna mdogo wako, mkubwa wake au mlezi au mzazi, nitaomba naye. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwenye enzi na mamlaka, mfalme mwema, wewe ni Bwana unayesikia na kutenda. Katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana, wagonjwa wote tunawaweka mbele zako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti, tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Mungu mwema, waponye wenye shida mbalimbali. Kutana nao Yesu wa neema, katika jina la Yesu. Matatizo ya kila namna, magonjwa na masumbufu ya kila aina ya shida mbalimbali za roho na mwili, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninakemea, ninaharibu na sambaratisha kila mikakati, kila ngome, kila mamlaka zote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana kuponye, Bwana kutane na wewe, Bwana kutendee kila ambacho ni makusudi yako, kwa damu ya Yesu Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kutane na wewe, wale wenye kuhitaji Bwana, ambao watoto wao wako shule, kesho wanafanya mitihani ya kidato cha 4, na wengine ni wazazi, wengine ni walezi, wengine ni ndugu jamaa na marafiki. Bwana, nawaweka mbele zako. Yuko mahali hapa kuomba kwa niaba ya yule mtoto ambaye atafanya mtihani kesho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, neema yako naiachilia mtoto atakapokuwa darasani akafanye vizuri, akafanye vizuri, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama kuna roho za kichawi zaweza kufunga macho yao wasione, kama kuna roho za kichawi za kupotosha ufahamu wao ndani ya lile darasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa namna yoyote ile mtoto huyo akafanye vizuri anapokuwa darasani, awe na utulivu, maumivu ya kichwa, magonjwa kila namna, pressure, ashaka na hofu, kwa jina la Yesu vina mamlaka. Bwana, nawaweka mbele zako. Lakini Bwana, angalia wengine mahali hapa wana changamoto, wanahitaji waponye afya zao. Bwana, ni changamoto afya zao, kutana nao kwa jina la Yesu. Hata yule ambaye Bwana ananifuatilia na ninaomba naye katika mchana huu, kwa jina la Yesu naituma neema yako pale alipo Bwana na changamoto, hebu kutana naye Bwana, katika jina la Yesu. Kutana naye Mungu wa uzima, kutana naye Jehova ile, kutana naye Mungu tendaye makuu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kutana naye Bwana, kutana naye Mungu wa uzima, kutana naye wewe utendaye makubwa, katika jina la Yesu. Neema yako isimame Bwana, waguse na waponye kila wanaofuatilia ibada zetu, kila wanaotazama ibada hii Bwana, napomba nao sasa kule waliko Yesu, waweke huru kwa jina la Yesu. Waliofungwa na mapepo yawachilie, majini yawachilie, misimu yawachilie, laana na mikosi ziwachilie, katika jina la Yesu. Bwana, naamini ya kwamba uko mahali pale walipo, uko mahali hapo huyo mtu alipo sasa, ninapoomba naye Bwana wa uzima, neema ikaonekane na ukawe juu ya watu wako, wala usiwapungukie wala usiwache Bwana. Ninakubariki Mungu wa uzima na Mungu mwenye neema. Baba, niseme nini mbele zako? Nami ni wewe Mungu ni mwaminifu, na ni Mungu unayesikia na kutenda. Ninalibariki jina lako. Asante kwa maana wagonjwa umewaponya na wenye shida mbalimbali umeziondoa. Lakini asante kwa sababu waliowakilisha watoto au watoto mwenyewe Bwana umewasikia. Na sasa tumeiweka wiki siku zote za mitihani wakifu mbele zako. Hakuna magonjwa, hakuna uchawi, hakuna changamoto yote. Bwana, afya juu ya watoto wale ninaiachilia kwenye shule zote za Tanzania. Bwana, wape neema sasa, hata wasimamizi na wanafunzi wote wakae pamoja na wewe. Ninakubariki Yesu, maana umesikia, na mitihani utaibariki, na watoto utawabariki, na wasimamizi utawabariki unapokwenda kufanya mitihani yao. Neema yako juu yao Bwana. Asante kwa sababu ni watu muhimu, unawaandaa kwa ajili ya taifa. Bwana, watunze na watetee kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Mungu wetu, amen. Baba yetu na Mungu wetu mwema, mfalme mwaminifu,
Tunakubariki sana Mungu kwa maana wewe umesikia na uko mahali hapa. Nini tuseme kwa ajili yako Bwana? Tunaamini umesikia, umetusemesha. Umesema nasi Bwana juu ya nafasi ya kuepuka mazoea ili Mungu tusikumbwe na madhara. Na naamini umesema na mtu katika muda huu. Kuna mtu umesema naye katika majira haya ya kwamba hicho alichokuwa anakifanya ni kwa sababu tu ni mazoea. Lakini Bwana kwa sababu umetufundisha, lakini Bwana kwa sababu umemfunulia huyu, Bwana muepushe na kila ambacho anakifanya kama zoea. Kila alifanyalo kwako liwe la uhalisia kwa jina la Yesu wa Nazareti. Baba, endelea kuyafanya maneno hayo yaishi kwetu na Bwana yakazae matunda kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo uliye mwamba na mwokozi wetu. Amen.